Amen, amen. Karibu katika sehemu nyingine ya mwisho ya somo letu ahadi kwenye matoleo. Na kama umefanikiwa kupitia masomo mengine yote sehemu zilizopita, basi utakuwa umegundua hakuna mahali ambako Mungu anakuagiza utoe kitu kwa ajili yake mwenyewe ama kwa manufaa yake ama kwa sababu ana njaa. Mungu anakuagiza utoe kwa sababu yako wewe mwenyewe, sio kwa sababu ya Mungu. Ufalme wa Mungu, Bwana Yesu anatoa mifano sana kwamba ufalme wa Mungu unafanana na mtu aliyepanda mbegu. Ufalme wa Mungu unafanya kazi kwa mfumo wa mbegu. Ndivyo Mungu alivyoumba ufalme. Ndivyo alivyoumba huu ulimwengu pia. Unafanya kazi kwa mfumo wa mbegu. Kwamba unahitaji nini? Basi panda mbegu ya hicho kitu. Unahitaji kuwa na maelewano na watu. Na wewe elewana na watu kwanza. Unahitaji upendo kutoka kwa watu wengine. Na wewe onyesha upendo kwa watu wengine. Unahitaji kuona watu wakijitoa kwa ajili ya maisha yako. Na wewe jitoe kwa ajili ya maisha ya wengine. Unachopanda ndicho unachovuna. Utakachopanda kwenye maisha ya wengine ndicho utakachovuna. Hata ukipanda mabaya, ukiwafanyia watu wengine mambo mabaya, na wewe utafanyiwa mambo mabaya. Ukiwa mchoyo kwa wengine, na wengine watakuwa wachoyo kwako. Amen. Ndivyo inavyofanya kazi, ni kanuni ya Mungu. Na ulimwengu huu, Mungu alipoumba alihakikisha ya kwamba kila kitu kina mbegu. Tunajua Mungu haumbi wanadamu wengine. Ni sisi. Sisi, mimi na wewe, asili yetu Adamu na Eva waliwekewa mbegu. Kwa hiyo wao wakazaa. Na kadri walivyoendelea kuzaliwa, wote wanaozaliwa kila mmoja anazaliwa na mbegu. Kwa hiyo kwa ajili ya kuendelea kuzaliana. Wanyama hivyo hivyo. Hata Nuhu wakati Mungu anakaribia kuiangamiza dunia, alimwambia chukua wanyama wawili wa kike na wa kiume. Nia ya Mungu ilikuwa ni nini? Ni kuhifadhi mbegu. Amen. Mungu alipokuwa na tengeneza bustani ya Eden, Biblia inasema hakuna kilichokuwa kimeota ndani yake. Kwa sababu alikuwa hajanyesha mvua. Kwa nini hajanyesha mvua? Kwa sababu alikuwa amepanda mbegu kwenye ardhi. Amen. Aliponyesha mvua ndipo mbegu zikaota. Kasome Mwanzo mlango wa 2. Kila kitu kimewekwa mbegu. Alipoumba mwanaume na mwanamke, wanadamu walipoumbwa, Mungu aliwaambia, tazama nimewapa miti ya matunda yenye mbegu ndani. Nimewapa mboga zenye mbegu. Kila kitu alichompa mwanadamu alihakikisha kina mbegu ndani. Amen. Kinakuwa na mbegu. Ili mbegu ichukuliwe, ipandwe, watu waendelee kupata matunda, watu waendelee kupata mboga, watu waendelee kupata chakula chao. Si kwamba wanakula alafu kinaisha alafu Mungu anaumba vingine. No. Kile ambacho anakupa, chakula anachokupa kina mbegu. Fedha anayokupa ina mbegu. Chochote ambacho Mungu anakupa kina mbegu. Unachopaswa kufanya ni nini? Ni kuchukua mbegu, usiile, kaipande. Utalia sana kuhusiana na fedha na uchumi wako. Utahangaika sana kwenye maombi ya hapa na pale kwamba Mungu akubariki upate fedha.
Kumbe fedha ameshakupa kidogo ambazo wewe unatakiwa uzitumie kama mbegu. Amen. Umepewa hizo kidogo. Tumia sehemu kwa ajili ya matumizi yako, nyingine itoe. Kusudi kwamba ile unaoipanda ikakuletee mavuno. Amen. Acha tuingie kwenye neno. Twende Zaburi ya 112. Nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 3, alafu nitaenda wa 5 mpaka wa 6, alafu nitaenda wa 9. Zaburi 112. Mstari wa 1 mpaka wa 3 unasema hivi: Haleluya! Heri mtu yule ambaye Bwana apendezwae sana na maagizo yake. Haleluya! Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwae sana na maagizo yake. Watoto wake au wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yadumu milele. Sasa ngoja tuongee kwanza mstari wa 1 mpaka wa 3. Kumbuka anapoanza anasema heri au amebarikiwa mtu yule ambaye anamcha Bwana, anayependezwa sana na maagizo yake, anayetenda maagizo ya Mungu. Anasema hawa wanaotenda maagizo ya Mungu, watoto wao au wazao wao watakuwa hodari duniani. Kizazi chenye haki kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yadumu milele. Kwa hiyo utajiri na mali, baraka zinakuja ikiwa ni matokeo ya kumcha Bwana na kutenda maagizo yake. Sasa unaweza kujiuliza maagizo yenyewe ni yapi? Tutasoma hapo chini. Lakini nataka ushike kwanza neno hili. Kila mtu, mimi na wewe, tunataka tuone utajiri wa Mungu kwenye maisha yetu. Mungu akitupatia, Mungu akifanya kwetu sawa sawa na neno lake. Kwa hiyo anasema hivi, huu utajiri na heshima na mali na chochote ambacho unahitaji kinakuja kwanza kwa kumpenda Mungu, kumcha Mungu, kumwamini Mungu, kumtumaini na kumtegemea Mungu, alafu kutenda kile ambacho yeye amesema. Hivi ni vipengele ambavyo watu hawavipendi. Mtu yuko tayari kwa jambo lolote, lakini sio kufanya kile ambacho Mungu amesema. Yuko tayari aombewe, yuko tayari umwambie kitu kingine, lakini sio kutii neno la Mungu. Sasa tunataka baraka na utajiri wa Mungu zionekane kwenye maisha yetu, ila zitaonekana tu kwa kufuata alichokisema Mungu. Kwa hiyo alichosema ni kipi? Tumejifunza tangu sehemu ya kwanza ya somo hili. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika, ndivyo watu watakavyowapa. Kwa hiyo ninapowapa watu vitu, na mimi ninapewa kiasi cha kutajirika. Sasa Wakristo wengi wakisikia hivyo wanafurahi, kitu ambacho ni sahihi. Lakini hajasema ufanye mara moja. Iwe ni tabia yako, tabia endelevu, kwamba usiache. Sio leo umetoa, kesho utoi, wakati una uwezo wa kutoa. No, iwe ni kitu ambacho ukianza usiache. Anasema leteni zaka kamili. Amen. Unapotii kwenye zaka, Mungu mwenyewe anaahidi kwamba uone kama sitakufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka, kiasi kwamba ukose mahali pa kuhifadhi. Amen. Kwa ajili yako shetani atakemewa, hatagusa mavuno yako. Haleluya.
Kwa hiyo nikianza kutoa fungu la 10, sitakiwi kuacha. Kila inapotokea nimepata chochote ambacho Mungu amenipa, Mungu kwanza, fungu la 10 kwanza. Ufalme wa Mungu kwanza kupitia fungu la 10. Amen. Ndipo hapo nitakapoanza kuona Mungu akitenda yale ya kwangu, akifanya ya kwangu. Lakini kama ninataka Mungu afanye ya kwangu, alafu mimi nisifanye ya kwake, haiendi hivyo. Fungu la 10 ni mbegu ya kukupatia chochote unachohitaji. Kuwapa watu vitu ni mbegu unapanda kwenye maisha ya watu, na wewe utavuna na wewe utapewa. Chochote unachofanya cha kugusa maisha ya mtu mwingine ni mbegu umepanda. Amen. Chochote unachotoa kwenye ufalme wa Mungu ni mbegu umepanda. Kwa hiyo tunataka kuona utajiri wa mali kwenye nyumba zetu. Utajiri wa fedha inaanza sasa kwa kufanya kile ambacho Mungu amesema. Mstari wa 5 unasema hivi: heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki, kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele. Ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele. Pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Amen. Atendaye fadhili, atendaye mema na kukopesha, anayekarimu watu, anayewasaidia watu na kukopesha, atoaye kwa ukarimu na kuwapa maskini. Mtu wa namna hii, utajiri utakaa nyumbani kwake siku zote. Sasa chukua hiyo tabia, anza kufanya haya ambayo tunayasoma. Na ukianza sio ufanye mara moja, uchungulie. Jipe hata mwaka mzima wa kutenda tu. Sema kuanzia sasa hivi, kwa mwaka mzima nitahakikisha hili neno nalitimiza. Nalitenda. Siwezi acha kutoa. Nitatoa bila kuangalia nimepata sijapata. Nitakuwa ninatoa tu kwa mwaka mzima. Unajipa mwaka mzima wa kutoa tu. Alafu uone ni jinsi gani Mungu atakavyoubadilisha uchumi wako. Amen. Twende kitabu cha Wagalatia, mlango wa 6, mstari wa 6 na 7, alafu taenda 9 na 10. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 6, mstari wa 6 mpaka 7, alafu 9 mpaka 10. 6 mpaka 7 inasema hivi: mwenye kufundishwa neno la Mungu na amshirikishe mwalimu wake riziki zake. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Sasa hii nimesoma kwenye Biblia ya Kiswahili ya Habari Njema. Anasema hivi: yule anayefundishwa anatakiwa amjali yule anayemfundisha. Kwa kufanya vile, ina maana atavuna kile ambacho anakipanda. Unataka kuona baraka za fedha kwenye maisha yako, mali kwenye maisha yako, utajiri wa kila aina kwenye maisha yako? Ni nani anayekufundisha neno la baraka wewe? Ni nani anayekufundisha neno ambalo linakuinua na kukusaidia wewe? Anasema basi unatakiwa umjali huyo mtu, huyo mwalimu wako wa neno. Chochote utakachokipanda kwake utakivuna. Kwa sababu Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa ipo hivi, watu wengi wamedanganywa na madhehebu, wakafanywa watumwa wa madhehebu.
kwamba chochote kinachopatikana kinakwenda kwenye dhehebu lako. Si kweli. Amen. Sio chote kinachoenda kwenye dhehebu lako. Watu wengi wapo kwenye madhehebu yao, lakini kuna mahali wanakwenda kwa ajili ya maombi. Kuna mahali wanakwenda kujifunza neno. Si kitu kibaya, wala sio mahangaiko, wala sio kutangatanga. Ni sahihi kabisa. Kule ambako unajifunza neno, ambapo ni mbali na dhehebu lako, unatakiwa hakikisha huyo anayekufundisha anakuwa na sehemu katika mapato yako. Ndivyo kitabu cha Galatia 6 mstari wa 6 hapo na 7 unatuagiza. Mwanafunzi anapaswa kumshirikisha mwalimu wake katika mema yote. Mwalimu wako anafanya kazi ya kukuhudumia wewe, kukufundisha wewe, kukuombea wewe. Wewe unachofanya ni nini? Ni kuhakikisha katika kile ambacho unakipata, basi mwalimu wako anakuwa na sehemu. Anapata sehemu ya mapato yako. Amen. Nikikwambia hata sehemu kubwa ya mapato yako inatakiwa iende kwake, ni kweli. Kwa sababu pamoja na kwamba una dhehebu, lakini huyu mtu ndiye anayekupatia chakula cha kiroho. Kama ndo store yako, unajua pale ndo kwenye store natakiwa niweke nijaze kwa wingi hapo. Kwa hiyo hakikisha hilo unalifanyia kazi, kwa sababu neno linasema Mungu hadhihakiwi. Utakachopanda kwa huyo mtu ambaye anakutunza kiroho kupitia mafundisho, pengine na wakati mwingine pia na maombi, hakikisha kwamba ana sehemu kubwa ya mapato yako. Mstari wa 9 na 10. Basi tusichoke kutenda mema. Kumbuka habari inayozungumziwa ni ile ile ya kumhudumia yule mwalimu wako. Tusichoke kutenda mema, kwa maana tusipolegea tutavuna mavuno kwa wakati wake. Kuvuna kile unachokipanda kwa mwalimu wako ni lazima utakivuna. Amen. Kwa hiyo, tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, hasa ndugu wa imani yetu. Kwa nini? Kwa sababu tutavuna wakati wa mavuno utakapokuja. Nimalizie kwa neno hili. Mithali 3:9 mpaka 10. Inasema hivi: Mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Hapo ghala zako zitajaa nafaka na mapipa yako yatafurika divai mpya. Mheshimu Mungu kwa mali zako, kwa malimbuko ya mazao yako. Unamheshimu kwa kufanyaje? Kwa kuhakikisha ya kwamba ana sehemu ya kile ambacho wewe amekubariki nacho. Nampenda sana Daudi kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 29. Anasema Mungu, kila ambacho tunacho ni wewe umetupa, sababu utajiri na heshima unatoka kwako. Nasi katika kile ambacho umetupa tunakutolea. Watu wengi wanajiamini wao kwamba kile wanachokipata wao ni cha kwao, kwa sababu ni nguvu zao, ni elimu zao. Wao ndo wanaamka kwenda kazini na hivi na vile na vile. Ukisha kuwa na akili hiyo, ndio maana kila unachokipata kinakuwa cha shida, cha wasiwasi, kwa jasho, kwa mateso, kwa maumivu, kwa magonjwa. Unafanikiwa kweli, unapata, lakini kinaambatana na laana ndani yake. Amen. Sasa mimi na wewe tunachotaka ni kuona baraka za Mungu zinafanya kazi maishani mwetu na hata kutajirishwa. Tunataka kuona hivyo. Tusidanganyane, ndivyo tunavyotaka. Mfumo uliowekwa na Mungu ni mfumo ambao ni wa mbegu. Kwamba chochote tunachohitaji tutakipata kwa sababu kuna mbegu tumepanda. Tunapotoa tunakuwa tumejiwekea hazina mbinguni. Eza umempa mjane, yatima, umembariki mtu, ama umetoa kwa mwalimu wako, au umetoa fungu la 10, vyovyote utakavyokuwa umefanya.
unakuwa umeweka akiba yako, hazina yako mbinguni. Na kwa njia hiyo tunasema umepanda mbegu. Na hiyo mbegu utaivuna. Wakati wowote utakapokuwa na uhitaji, chochote unachohitaji utapata, kwa sababu kuna mbegu umepanda, kwa sababu una hazina kwenye ufalme wa Mungu. Ukianza kutoa kwa sababu umejifunza hili neno, umelielewa, umelipenda, usiache. Na usiwe na haraka ya kuchunguza kama umepata, hujapata, kama mambo yamebadilika. Nimesema jipe muda. Sema ninajipa kuanzia leo mpaka mwisho wa mwaka. Sintakagua kama kipato kimeongezeka kijaongezeka, nitakuwa napanda tu. Nitakuwa ninaweka tu kwenye hazina. Nitakuwa tu mwaminifu kwenye fungu la 10 mwaka mzima. Alafu nione matokeo yake itakuwaje. Sikwambii kwamba kwa kipindi chote utakachokuwa unaweka hakuna utakachopata. No, Mungu atakuhudumia sana tu. Ila nataka ujiwekee. Kwa sababu ukishajiwekea muda mrefu, ina maana hicho kitu kitakuwa kimeingia mpaka kwenye damu. Haleluya. Kiasi kwamba kuacha uwezi tena. Tunasema unakuwa addicted na utoaji. Kila wakati unajisikia kutoa, alafu kila wakati utakuwa unavuna. Amen. Udumu katika afya na kuzidi kutajirika. Dumu katika kutoa.